Niseme tu kwamba nashukuru sana wakala barabara kwa kushirikiana na baraza letu la manispaa katika kuona sasa kwa pamoja tunashirikiana kuweka mazingira mazuri ya njia zetu. Mazingira mazuri kwa maana ya usafi, lakini mazingira mazuri kwa maana ya vitu ambavyo havipasi kuwepo aidha kwenye barabara au kwenye hifadhi ya barabara vinaondoka. Kwa hilo niseme tu kwamba kwanza ni zoezi endelevu, lakini zoezi hili tukilifanya kwa pamoja, faida mbili tunazipata kwa wakati mmoja. Faida ya kwanza ni kuwa tutaweka mji wetu kuwa safi, lakini faida ya pili tunapendezesha mji na kuweka haiba iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo nacho ndio kinachotakiwa. Barabara zetu nyingi sasa hivi zinajengwa. Serikali yetu inatumia fedha kwa ajili ya kuiboresha hizi barabara, lakini zinataka kutunzwa. Katika kutunzwa kwake moja hapo ni hii, kuhakikisha basi vile vitu ambavyo havitaki kuwepo aidha kwenye barabara au kwenye hifadhi ya barabara visiwepo, na hata vile ambavyo vinatakiwa viwepo, yani kwa maana uasili yake inaweza kaa vipo eneo lile, lakini kwa mazingira yale havitaleta haiba nzuri, basi navyo tunaviondoa. Mfano, tuna bustani zetu ambazo tunaziendeleza katika kando ya hifadhi ya barabara, lakini bustani nyingine kwa kweli naweza nikasema zimeshachoka na haziko katika mustakabali mzuri. Kwa hiyo nalo tunaziondoa. Kama mnavyoona katika eneo hili la Mazizini tupo hapa, tutaziondoa hizi bustani ambazo ziko kwenye mapolo na makopo, ambapo kwa kweli ukizitizama hazipo katika utaratibu mzuri. Kwa hiyo tutaziondoa, na zoezi hili tutaendelea kama nilivyosema na endelevu, ili kuhakikisha mji wetu unakaa vizuri. Nataka kusema kwanza, matumizi yoyote ya barabara, hifadhi ya barabara, hata nje ya hifadhi ya barabara lazima yapate ruhusa. Yapo ambayo yako nje ya hifadhi ya barabara, basi kama ni ujenzi au shughuli nyingine zozote, manispaa yetu ipo lazima upate ruhusa. Haya ambayo yako kwenye barabara, wakala barabara au tunaweza tukasema mawasiliano, wao wenyewe wapo, kwa hiyo lazima wapate ruhusa yao kwa chochote tunataka kufanya. Kwa hiyo hili la kuibuka kuweka bustani tu, mtu anaona hii bustani aweke, basi ni vyema akapata maelekezo ya kupitia baraza letu la manispaa, kwa sababu watamwambia ni aina gani ya bustani ambazo tunaweza kuruhusu kwa eneo hilo na anaweza kuziweka vipi, ili nazo zisije zikasumbua shughuli nyingine au vitu vingine kuendelea. Hatua tunazochukua, ya kwanza kuelimisha watu kuhakikisha wanafahamu vizuri. La pili, kwa wale wakaidi, basi kupitia baraza letu la manispaa watachukua hatua za kisheria. Zipo faini ambazo wanaweza katozwa, yapo maonyo ambayo wanaweza akapewa. Naitwa Omar Mohamed Ngomambo kutoka wakala barabara, ni afisa wakala barabara. Ni kwamba leo tu katika mwendelezo wa zoezi letu la kutengeneza hifadhi ya barabara, kwa maana kwamba ndani ya hifadhi ya barabara patakiwa kuwepo na mazingira yote ambayo si sahihi, kuondosha mambo yote ambayo hayapo katika utaratibu unaostahili katika hifadhi ya barabara. Sasa hili ni zoezi endelevu katika maeneo yote ya mji wa Unguja. Tunafanya zoezi hili kuhakikisha kwamba barabara zetu ziko salama, safi na zinapitika, na kutoruhusu watu kufanya matumizi ambayo si sahihi katika hifadhi ya barabara. Kwa hiyo pakiwa kuna wengine wanaweka bustani kama hivi, leo zoezi linafanyika kwamba tunaondosha baadhi ya bustani hizi ambazo zipo, baada ya kwamba tumetoa elimu kwa muda mrefu kwamba waondoshe haya mambo, pasiwepo vitu kama hivi. Lakini bahati mbaya wako ambao wametii wameondosha wenyewe, wala ambao wamekaidi kufanya hivi, ndipo tunatumia utaratibu wa kawaida sasa kutambua sisi hifadhi zetu za barabara kwa kuondosha yale mazagazaga au vitu mbalimbali ambavyo havistahiki. Tunafanya haya ili kuweka mji wetu safi, ndio lengo kuu ambalo tunalifanya kwa hivi sasa, na hii tunafanya kwa niaba ya wakala wa barabara na serikali kwa ujumla. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa
kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.